shekhe kuja kumsaidia mzee Idi Hama kufundisha. Waitwaje mtaa ule pale penye mnara wa Tigo pale pale ndo palipokuwa na nyumba ya mzee Idi Hama, alikuwa kapanga, nadhani haikuwa yake, ndio ilipokuwa madrasa pale, na sisi vijidogo pale nikaingizwa pale, nadhani mwisho wa 72 au mwanzo 73 hivi. Pale ndo nilipoanza kusoma, nikamwona Mwalimu Ali tangu kijidogo mpaka tukahamia Msikiti Mama. Tuliondoka pale ikawa hapatoshi, tukahamia Msikiti Mama mpaka nadhani mwisho wa miaka ya 70 ndio tukahamia huku. Kwa hiyo kwa kweli kila mmoja sasa hivi akiambiwa ni mwanafunzi wa Mwalimu Ali, bila shaka anakuwa na fahari fulani, yaani haoni aibu kuambiwa ni mwanafunzi wa Mwalimu Ali, anaona ufahari. Na kwa nini aone ufahari? Kwa sababu huyo anayenasibishwa naye ni mtu mzuri, anayesibishwa naye ni mtu mzuri. Kwa kweli mimi kwake, wazazi wangu waliondoka kurudi nyumbani, ilikuwa mwaka 83 kama sikosei. Kwa hiyo nikabaki hapa. Mimi nilibaki hapa kwa ajili niendelee kusoma, lakini kama baba ingekazana kwamba bwana lazima tuende, ingekuwa sipo, lakini aliniacha nikaendelea mpaka hapo nilipofikia na mpaka sasa hivi. Na yeye Mwalimu Ali alikuwa ni kama mzazi wangu, kwa kweli alikuwa akinitazama kama mwanawe. Nikiumwa ni yeye, nikipata tatizo lolote ni yeye. Kwa hiyo huruma zake na tawakuli yake na ndiyo iliyotufanya na ndiyo iliyomfanya abaki na vijana mpaka pale Mwenyezi Mungu alipomhitari mwenyewe. Alikuwa ana juhudi, alikuwa ana ukali, lakini alikuwa ana huruma. Mwalimu Ali alikuwa ni mkali kweli tena. Sote tumechezea bakora sawa sawa. Na sio sisi, kuna mijitu mikubwa ambayo sasa hivi hapa ukimpiga nadhani naye atakupiga. Lakini yeye alikuwa haogopi, hata ukiwa mkubwa gani yeye atakupitishia hukumu tu kama umekosea. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Kwa hiyo tumejifunza mengi kwake. Ada zile za wanafunzi, ulifikia wakati yeye akawa hachukui ada za wanafunzi, tuachukua sisi wasaidizi wake ndio tunachukua ada. Yeye mwenyewe sijui alikuwa apata wapi. Ndio nikasema alikuwa ana tawakuli, na alikuwa sikujua mpaka leo kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye kamdhamini yeye anampa labda mshahara. Sikujua mpaka leo, jambo ambalo sidhani kama walimu, baadhi ya walimu wanaliweza sasa hivi. Kwamba wewe kwenye madrasa una wasaidizi wako, zile ada uzisamee, waambie nyinyi hizo bwana mtagawana, mimi acheni, tutajua mwenyewe. Hayo ni machache tu. Hebu turidhike tu hili kwamba Mwalimu Ali maelezo yake ni sisi wanafunzi wake. Sisi tulivyo ndivyo alivyokuwa Mwalimu Ali. Maana yake Mwalimu Ali asingekuwa mtu mwema, tusingepatikana sisi. Kwa hiyo ukituona tumepatikana sisi na wengine wengi tu, basi ujue kwamba huyu mwalimu wao alikuwa ni mtu mzuri. Mwalimu mbaya hawezi kukaa na wanafunzi, watamkimbia tu na hawezi kuwafikisha kiwango ambacho ni kizuri. Kwa sababu akifika kidogo, huyu hafai mwalimu, anamchenga. Kwa hiyo turidhike hilo tu kwamba shekhe wetu Mwalimu Ali alikuwa ni mtu mwema, na tuendelee kumuombea inshallah. Mwenyezi Mungu amweke mahala pema, amsamehe makosa yake. Kwa haya machache yanatosha. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, ni kwa kazi ya kutoa tamko la shukrani. Mara nyingi anatoa shukrani yule ambaye ameandaa, ametandika majamvi, akafagia, sio mwalimu bwana, alafu akawaita watu wakaja baada ya kufanya lile jambo.
Alalamiki, yani ni fahari ile sisi kunywa chai yake, na tunajua kabisa kwamba atushakula chapati, yeye hana kitafunwa chengine, lakini sisi twazila, na tukitoka twamuudhi, wala hakuna shida yote, tunaona kawaida tu. Kwa hiyo ala kuli hali tuwashukuru sana, na mambo haya tusiyaache sote. Kila mtu ambaye ajiona yeye ni mtoto mwema ajue kwamba hakuwa hivyo, isipokuwa kuna watu nyuma walifanya kazi hiyo. Yeye atakiwa aiadhimishe kwa kuwaombea dua watu wale. Ahadithi zilizokuja kwenye mambo hayo ni nyingi, wala sio mahali pake. Kikubwa ni kutoa shukrani nyote mliohudhuria, mlioacha mambo yenu, mlioacha kazi zenu. Hapo kuna mafanani wengi wametoa masauti yao, bila shaka mimi sikuyasikia. Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Asalamu alaykum wa afwa minkum wa minkum. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء وما نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء. لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فاكتبنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.